Naam mtazamaji, Mwananchi ilikuwa live Berkane Morocco, pala ambapo Simba ilicheza fainali ya kwanza kombe la shirikisho Afrika. Chaza Belkiso alikuwa huko kwa ajili ya kukujuza kila ambacho kilikuwa kikijiri. Koja tumsikie nini ambacho kilikuwa kinaendelea na ambacho kimetokea. Bwana Chaza, vipi kaka? Poa, vipi? Wema. Pole na safari. Asante shapo. Safari kwa ujumla unaizungumziaje? Safari of course ilikuwa nzuri. Tumesafiri salama na tumerudi salama. Matokeo hayakuwa kama vile ambavyo ilitegemewa, lakini kwa Simba wanaona kwamba wako kwenye nafasi nzuri bado ya kupata matokeo mazuri nyumbani na kutoa ubingwa. So pamoja na kwamba Simba imepoteza, bado timu inaonekana ina hali ya kujiamini kwamba inaamini kwamba inaweza kupindua meza nyumbani na kupata matokeo mazuri. Bali na kile ambacho watu wamekiona ndani ya uwanja, pengine kuna changamoto yote ambayo Simba ilikutana nayo kiasi kwamba tunaweza kusema kwamba iliathiri performance yao? Of course hakukuwa na changamoto nyingi kwa sababu Simba ilitengeneza mazingira mazuri sana kwenye kambi yake. Kulikuwa na usiri wa hali ya juu na hata muingiliano wa watu wa kawaida hakuruhusiwa. Hivyo ni sisi wenyewe waandishi wa habari hatukuruhusiwa kwenda kwenye mazoezi wala kuiona timu kambini. Tumekuja kupata nafasi ya kufanya mazungumzo na kocha siku ambayo kulikuwa na mkutano wa waandishi wa habari, lakini na pale uwanjani katika muda wa mazoezi. So of course kwa maana ya changamoto, hakukuwa na changamoto nyingi. Changamoto zingine ni za kawaida nyumbani unapokuwa ugenini, labda delaying za kawaida kwenye ndege, lakini mambo mengine hakukuwa na changamoto zingine ambazo pengine labda zimechangia labda za nje ya uwanja. Mambo ndani ya uwanja ndiko kumeamua mchezo. Kwa performance ya Simba, kwa namna ambavyo wamecheza kwenye mechi ya kwanza, maeneo gani ambayo unaamini kama wataboresha pengine wanaweza kuandika historia kwa kubakisha ubingwa huu hapa nyumbani Tanzania? Of course Berkane wako imara sana katikati. Ni timu ambayo ina viungo ambao ni wazuri, wanaweza kuchezesha timu, wanaweza wakapola mipira na wanaweza kuisogeza timu juu. Kwa hiyo Simba akiimarisha eneo hilo, lakini pia wakijitahidi kupunguza makosa ya mtu mmoja mmoja, kuna nafasi kubwa ya kupata matokeo mazuri nyumbani, kwa sababu ukiangalia hata aina ya mabao ni mabao ambayo yaliamuliwa na makosa ya wachezaji wa Simba, sio kwamba ubora wa Berkane. Kwa hiyo pamoja na kwamba Berkane ni timu nzuri, lakini walinufaika na mapungufu ambayo Simba waliyafanya, makosa ya mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo kama Simba wakiweza kujitahidi kupunguza makosa ya mchezaji mmoja mmoja, bado nafasi ya kufanya vizuri wanayo nyumbani. Nafasi ya mashabiki wa Simba kwa kile ambacho umekiona kule, namna ambavyo mashabiki wa Berkane wanaibackup timu yao, unaiona pengine Simba na yenyewe inaweza kanufaika na faida hiyo? Yes, of course. Berkane ni timu ambayo inashangilia kabla mpira hujaanza mpaka unaisha. Na kuna kitu kimoja cha ajabu nilikiona baada ya mchezo kuisha, mashabiki wa Berkane walikuwa kama wamechukia. Yaani matokeo 2-2 kwao waliona kama bado yanawapa pressure. Lakini timu ambayo muda mwingi timu inapocheza wanashangilia kwa nguvu kubwa. Yaani uwanja mzima, hata ngoma za Simba zilifunikwa ndani ya dakika chache. Timu ambayo inashangilia kwa nguvu kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho, kiasi ambacho inawapa morali hata wachezaji wao kupambana. So kwa mtazamo wangu, mashabiki wa Simba wanatakiwa wafanye kazi kubwa katika mechi ya nyumbani kuwapa hamasa wachezaji wao ili timu iweze kufanya vizuri. Bwana, shukrani. Asante. Tumwache Chaza akapumzike baada ya kufanya kazi kubwa na nzito Morocco. Ni safari ya zaidi ya masaa 8, masaa 8 na nusu wakati wanaenda, bila shaka masaa yanakaribia 9 wakati wanarejea, na ndege ambayo imetolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.